ya Simba hata mtu sifia atucheze. Unamsikia mguu msimamo uko pale pale na Young Africans, kwa sababu tumeshatoka sasa kwenye Simba, sasa tunaingia na Yanga, na baadaye muda si mrefu tunamsikia kocha hapa. Young Africans kupitia matawi yao wanajiandaa kwenda kushindilia kabisa msumari wa moto. Kwamba kupitia matawi yao, na matawi wameitisha nadhani mkutano wa matawi kwenda kusisitiza kwamba bwana msimamo wetu ni huu na warudi nyuma. Na nimeona taarifa, sio kama ni officially, hiyo tarehe 15 ya Juni inayozungumzwa, Young Africans wamealikwa kwenda ufunguzi wa uwanja kule Rwanda. Sasa lakini hapo ni kuongezea kabla ya sasa, Young Africans pia kuna taarifa ya wazee kutaka mkutano wa uchaguzi wa dharura Juni. Hiyo inawezekana hivyo vitu viwili kimoja wapo kikachukua nafasi yao. Sasa bwana sasa narudi katika sasa. Sasa ndugu zanguni, kwa nini hii mechi na watu wanasema haichezwi? Kuna mambo mawili. Moja, watu walitumia gharama zao, wakakata tiketi zao. Hakujaelezwa mpaka leo utaratibu gani utatumika hawa watu wafidiwe, wanaingiaje tena katika hiyo mechi kama hata ingekuwepo. Hakujaelezwa. Mdhamini wa ligi, watu walinunua vifurushi wakati visumbuzi vitu gani wakategemea kuona walilipia. Mdhamini akawa tayari na promo zake kwenye matangazo mbalimbali mechi na chezo, kwa sababu mechi imeahirishwa saa 6 mchana. Naye hatujajua. Kuna watu waliosafiri wale kutoka nchi jirani, kutoka Kenya. Maana hii dabi, unajua ni dabi inabeba East Africa yote kabisa. Mtu alipoteza hela yake kutoka Kenya huko wapi akaja Burundi. Mimi nilikuwepo uwanjani, fanikiwa kufanya interview na watu ambao wametoka mataifa ya jirani ya Tanzania. Walikuwepo wa Burundi, wa Kenya, wengine kutoka Kongo. Kuja kwenye mchezo. Lakini hawa wote hatujaelezwa chochote. Kwenye tiketi. Naona kama mzigo unabebeshwa Young Africans tiketi walikuja uwanjani kwa sababu ndio alikuwa timu mwenyeji. Ndio. Na mapato yanaenda kwake kupitia wale. Lakini ngoja nikuulizeni swali moja ambalo na nyinyi mkitoka hapa mkawaulize na watu mtaani. Ndio. Kama mechi ile watu walikata tiketi wakiamini wanaenda kuona mpira, alafu mpira ukaahirishwa saa 6, hii tutaamini vipi itachezwa wakati watu wameshasema mpaka sasa hivi hawachezi? Hao watu watakata vipi tiketi tena? Hao watu watanunua vipi vingamuzi tena kudini? Kwa sababu kama ile iliahirishwa saa 6 mchana, tunajenga vipi uaminifu tena? Na mimi swali na waulizeni nyinyi, alafu na nyinyi mtoke mkawaulize watu wataamini vipi tena? Ama kuna wasikilizaji kama wana majibu pia watuandikie. Yaani hao wasikilizaji, kwa sababu hao ndio wenye mpira wao. Ndio. Bana hao ndio wadau wenyewe wa mpira, wanatumia hela zao, wanaingia uwanjani. Wataamini vipi na hii kauli sasa ya tuchezi inaendelea kusisitizwa? Alafu na mechi ishatangazwa hiyo Juni nini? Mtu atakata vipi? Ataenda vipi uwanjani? Atakata tena tiketi yake aingie tena hasara? Anawezaje? Tunamwaminishaje huyu mtu? Ndio hayo ndio ilikuwa yaje kuzungumzwa, tuje hadharani, tuje tuzungumze, tuangalie tunafanyaje. Unajua umemsikia Mgutu anazungumza, anasema huu ni mfupa. Mgutu mwenyewe amekiri huu mfupa ni mgumu. Mfupa ni mgumu kwa sababu hawa watu unawarudisha vipi imani yao kwamba huyu hatimu huyu siku hiyo aache shughuli zake zote? Kwamba hiyo mechi ana uhakika itachezwa vipi? Kama hii mechi iliyopita iliahirishwa saa 6 mchana, jua linawaka. Mwanaidi atalipia tena kisema. Mwanaidi hata kuna gharama nyingi, mdhamini wa ligi, unazungumza nini? Unazungumza huyu mdau anaenda kuingia hela yake, anaingiaje? Maana huu ndio mjadala ambao sasa hivi huko kila kona. Sasa kwenye mpira walitupaswa waje mbele, wazungumze hadhara, jamani sisi tunakuja,
kama ni bodi, kama ni wenye mpira wenyewe TFF, jamani hasa tunazungumza hili jambo liko hivi na tunazungumza na hivi vilabu, tunakaa sasa hivi tuzungumze hivi na hivi na nini, ili mturudishie imani sisi walaji. Kwa sababu unaweza ukaitangaza hiyo nini siku ya mkao watu watatu uwanjani, kwa sababu watu si kama tena ikaja timu moja isije, timu moja ikaenda, moja isinde, mtu kwa hiyo unaona. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi kwenye mpira wetu. Tunakosa kitu kinachoitwa uwazi, transparency, na katika misingi ambayo inapaswa pia kukiongoza chama cha mpira ama wale wanaoongoza mpira kwenye nchi. Miongoni mwao vitu vya muhimu kabisa ni kuwa na uwazi, yani watu wao wanajua nini kinaendelea mwisho wa siku. Na kama kuna kitu ambacho bodi ya ligi, TFF, yani wamekwama kwa kiasi kikubwa sana kwenye hili sakata, ni kuwa wawazi tu na yote ambayo wao wenyewe kwanza waliaibua kama sehemu ya sababu ambazo waliamini zilisababisha ule mchezo usichezwe, kwa maana hizo shutuma za rushwa, sijui mambo mengine walioyaainisha. Hakuja kuwa na uwazi wowote kuhusu ukweli kuhusu hayo mambo. Then pia hakuna uwazi kuhusu mustakabali wa shabiki. Yani sijajua bado sisi shabiki tunamuona kama ni mtu aina gani. Yani tunamuona labda kama ni mtu wa ziada au msumbufu. Yani bado kuna namna ambavyo naweza nikasema wenye mpira labda hawajajua kuangalia shabiki kwa ukaribu zaidi. Tunamuona kama ni mtu ambaye labda yupo tu kwa ajili ya kuhakikisha tu yani mambo yanakwenda, lakini kwa wenzetu shabiki anakuwa na sei kubwa. Na ndio maana hata ulipotokea mgogoro wa Super League, mashabiki unajua ndio waliweka msimamo pale, vilabu venyewe ikabidi viitike, kwa sababu mashabiki walikuwa ndo, kwa sababu ndo mpira wao, ndio wenye mpira ndio wanaoingia mfukoni. Hao mashabiki unajua wanatakiwa kuheshimiwa sana. Hao mashabiki wa soka wanatakiwa kuheshimiwa, kwa sababu hawa ndio wanaingia mifuko yao, wananunua tiketi, wanakwenda uwanjani. Kwa mtu mmoja ananikumbusha, anaendea hata 2021 gharama zile hazikurudi. Nakumbuka tukio la 2020 kwa sababu hapo Maulid ni kwamba timu mwenyeji ni Young Africans ambao wenyewe tayari wameshasema hawachezi. Sasa mtihani ndio huo unapokuja. Yaani unapomsikia mwenyeji wa mechi, yani yeye ndio mwenyeji wa hiyo mechi, ambaye anasema yeye hachezi, mimi sichezi. Sasa utatangaza, maana anawaambia watu wake hakuna mechi. Yani hiyo mechi sasa unaitangaza vipi sasa hiyo? Hiyo mechi unaitangaza vipi sasa? Alafu unaitangaza vipi hiyo mechi huku hujawaambia wale wananchi waliotumia pesa zao wakanunua tiketi, hujawaambia watatumia utaratibu gani au bana gharama zile inakuwaje ile mechi ambayo iliahirishwa saa 6 mchana wakati unaitangaza mechi. Unaona sasa mtiani. Unaongea na rafiki yangu hapa Shaweji Mkumbura, mwenyekiti wa CCM Kinondoni, ananikumbusha hapa. Anasema bwana, sasa sisi wadau na gharama zetu tunafanyeje? Mkumbura huyo. Unajua kwa kuokoa mpira wetu na kwa kufanya tu huo msimu unusurike, bodi ya ligi wakubali tu kwamba kuna sehemu walikosea. Lakini kuendelea hivi kulazimisha kwamba wao hawakukosea na kutumia nguvu ya ziada kuonyesha ubabi, wataendelea watazidi kuharibu. Wao kuna hatua ambayo walishaikosea, na siku zote kuna msemo ambao unasema sijui muungwana akifanya nini huwa anachutama. Bodi ya ligi wangechutama. Wao wamewakosea Young Africans, wamewakosea mashabiki wa mpira. Kulikuwa hakuna sababu yoyote ya wao kuivunja ile ratiba ya mechi. Wao wameivunja ratiba ya mechi. Walichopaswa kufanya ni kukiri kwamba kweli walikosea, waombe radhi, na kama kungatuka kwenye huo wadhifa wangatuke, waje watu wengine ambao pande zote mbili zitakuwa zina imani na hao watu ambao watakuja kushika hiyo wadhifa ili mambo mengine yaendelee. Lakini kuendelea kungangana hivi kwamba hakuna kosa, kuendelea kungangana kupanga ratiba na hali ya kuwa wao wameshakosea, wanazidi kuharibu. Young Africans hawezi kukubali kupangiwa hiyo ratiba na watu ambao walishaonyesha kwamba wao wana upendeleo kwenye nyanja fulani. Kama walishaonyesha kipindi kile kama hao watu wana upendeleo na Simba, watakuwa na imani vipi tena na ratiba nyingine mpya kama haitakuwa na upendeleo na upande fulani? Kwa
watu wa bodi ya ligi kwa kuonyesha tu kwamba wao ni watu waelewa na wao ni watu waungwana, wangekubali kwanza kosa kwa kuomba radhi hadharani kwa ajili wamewakosea watu wengi. Ndio. Alafu wangengatuka waje watu wengine ambao club zote zitakuwa zina imani nao, alafu ndo mambo mengine yaendelee. Lakini kutaka kulazimisha kwamba hawajafanya kosa na kulazimisha kushindana na Young Africans, wanazidi kukosea kwa ajili wao walishakosea toka mwanzo. Kwa kheri kabisa na kwa kuokoa mpira wetu wangefanya hivyo. Mimi naamini mtu yoyote ambaye yupo kwenye nyanja yoyote ya mpira ni mpira kwanza, alafu wewe baadaye. Sio uangalie maslahi yako wewe alafu ndio uje uangalie maslahi ya tasnia ya mpira. Unatakiwa utangulize kwanza maslahi ya mpira alafu ndio maslahi yako wewe, na hiyo ndio sifa ya kuwa kiongozi. Sasa kiongozi hujiangalie wewe mwanzo, unaangalia kwanza tasnia yako. Kwa hiyo bodi ya ligi wangeangalia maslahi mapana ya mpira kuliko kujiangalia wao zaidi. Hapo umenifanya ni tafakari ama nipate maswali. Kama bodi ya ligi unasema itoke iseme waombe radhi. Manake sio tangukia pia kwenye kulipa fidia. Unapoomba radhi manake wewe umekosea, kuna mzigo unatakiwa ubebe kutokana na makosa ambayo umefanya. Of course kama atakiwa alipe fidia walipe kwa ajili wamekosea. Yaani kuendelea hivi kuaminisha watu kwamba hawajakosea ndio wanazidi sasa kukosea. Manake yaani uungwana ni huo, umeshakosea kiri, kama kuna gharama unatakiwa ulipe lipa, kama kuna kuwajibika unatakiwa wajibika ili mambo mengine yaendelee. Lakini ushakosea alafu unataka kulazimisha kwamba hujakosea, maana yake unazidi kuharibu. Ile walitoa sababu za wao kuhairisha ambazo hawajazithibitisha na ambazo pia wao sio chombo ambacho kinatakiwa kutoa hizo sababu. Mfano wametoa sababu ya rushwa. Tunajua mtu ambaye anahusika na hayo masuala ni TAKUKURU. Wao sio watu ambao wanahusika na masuala ya rushwa. Wametoa sababu ya usalama. Tanzania tuna vyombo vya usalama. Sidhani kama bodi ya ligi kuna intelligence pale. Kwa wao hiyo sababu walitoa wapi? Tulitegemea hizo sababu zingetolewa na vyombo ambavyo vina bei. Kwa mfano, lakini wameenda kutoa. Kwa mfano kuna msikilizaji hapa Mwanaidi anaitwa na wote mnaonisikiliza anaitwa Rashid Azam. Azam yeye anasema hiyo mechi ukweli haitachezwa mpaka kwa ridhaa ya Yanga. Kwa kulazimisha hiyo mechi haipo. Utaratibu mwenyeji ndio muandaaji wa mechi husika. Yanga ndio anatakiwa kupanga viingilio. Kubwa zaidi sisi Yanga siku ya mechi uwanja unakuwa chini yetu. Ni kweli. Yaani yeye Yanga ndio anatakiwa apange viingilio, aseme bwana utaratibu uko huu na nini. Sasa huyo ambaye ndio mwenyeji wa hiyo mechi yeye kashakwambia unajua yani bodi ya ligi sehemu mbaya zaidi walojiweka na ambayo ndio maana nikasema wakiendelea kungangania hivi watazidi kuharibu. Mwanzo walishaonyesha double standard. Kupendelea upande wa Simba. Anachokifanya Yanga ndio ambacho alikifanya pia Simba. Simba kwani alisema nini? Si alisema kwa hachezi. Ndio. Au Simba alisema nini? Simba asema kwamba ameandika malalamiko yake. Lakini nini yao ni kwamba hawachezi. Ni kama Yanga pia wameandika malalamiko yao. Hatua. Na ambazo mpaka leo Yanga hawajachukuliwa hatua yoyote. Lakini tamko la Simba ni kwamba hawatacheza hiyo mechi. Walichokifanya bodi ya ligi ni nini? Waliungana na Simba. Kwamba sawa Simba mcheze hii mechi sisi tumeihairisha. Sasa hivi na hawakumfanya chochote, walimsupport Simba asicheze. Yanga naye sasa hivi anasema hachezi. Kwa hiyo kama bodi ya ligi kipindi kile alimsupport Simba asicheze na anatakiwa tena kumsupport Yanga na sasa hivi. Na ratiba hii Yanga asipoenda amsupport asicheze wala hatakiwi kumkata alama yoyote wala hatakiwi kumchukulia hatua yoyote. Yanga sasa hivi amesema hachezi. Bodi ya ligi na vyombo vya mpira wa hii nchi kiujumla wakimpa adhabu yoyote Yanga watakuwa wamefanya double standard na upendeleo. Kwa ajili mara ya kwanza Simba alisema hachezi wakamsupport na hawakumfanya kitu chochote. Alafu Yanga mara hii anasema hachezi alafu waseme waende wakamwadhibu. Kwa nini kama wao ni watu wa kusimamia kanuni na sheria wasingesimamia toka mwanzo kwa Simba? Wasingeendelea kusimamia kwamba ile mechi ipo na Simba asingeenda angekatwa alama. Kwa nini waje wafanye hivyo kwa Yanga? Kwa hiyo kwa Simba wameonyesha upendeleo alafu kwa Yanga ndio waje waonyeshe kwamba wao
wana misuli ya kubishana na Yanga. Kwa hiyo tayari wameshakosea. Ndio maana nikasema hitimisho la yote haya watoke hadharani waombe radhi, alafu kama ngatuke waje watu wapya. Yani kuonekane, yani anachomaanisha Nasiri, kuonekane kuna uwajibikaji umefanyika. Na niandikia hapa brother Mikidadi Mahmud anasema hii dabi watu wanatunishiana msuli. Awali yeyote hakuna kiongozi yoyote wa mamlaka ya mpira aliyetoka hadharani kuomba radhi wadau wa mpira na wadhamini. Badala yake anasema wenye mamlaka wao wanajiona ndio washindi. Bila mashabiki hakuna kandanda. Alafu ile mechi kuto kuchezwa kulikuwa kuna sababu. Yani hata kama kungekuwa kuna sababu sawa, bodi ya ligi tunakubali kwamba kulikuwa kuna sababu ambayo ilifanya ile mechi isichezwe. Si wao wanatuambia kuna sababu, na sisi sasa tunakubali kweli kuna sababu. Au walosababisha ile mechi isichezwe wamewachukulia hatua gani mpaka leo? Kuna hatua yote? Kwa sababu nikilisoma tamko la Simba la siku ile, wao Simba walieleza, bwana, tumesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Young Africans, Simba ikiwa mgeni. Wamesikitishwa. Barua ndio ilianza kwa maneno hayo. Ndio. Umeona bwana? Sasa kwa mujibu wa kanuni ya 17 barua inaendelea kuandika kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu ya bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo usiku. Sasa kwa makusudi Simba wanaandika Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Unaelewa? Yeah. Nikiendelea kuipitia hii barua wanasema katika sintofahamu hiyo, umeelewa? Yeah. Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu, wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa, unaona bwana, matunda kwa zaidi ya saa 2 kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Sasa mwisho, ndio kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba inatangaza sasa, hilo ndio tangazo lao, haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Sasa wamehimiza kwamba watu wachukuliwe hatua. Ndio hilo wao tayari. Tutakiwa sasa waje wenye mamlaka. Kipengele hiki cha Simba walichokisema. Achana na mamlaka. Kwa sababu kwanza mechi haikuchezwa kama Simba walivyoomba. Lakini pia kwenye kipengele hiki kwamba wachukuliwe, hatucheza mpaka wachukuliwe hatua. Sasa Simba leo hii wanawezaje kucheza bila hatua kuchukuliwa kwa hao wahusika? Yaani kwa nini saa hizi wamekubali na wametoka hadharani kwamba wako tayari kucheza na hakuna mtu alichukuliwa? Alafu kitu kingine, barua iko hapa. Kitu kingine, hakuna mechi ambayo itaghairishwa kwa sababu za namna hii. Yaani sababu hizi zighairisha mechi hazitoshi kughairisha mechi. Huko barani Ulaya tunaposema kwamba tujifunze kwa wenzetu Ulaya, kwa mtu ambaye anafuatilia mpira wa Ulaya kwenye Champions League ama kwenye ligi, sasa nyingine unakuta mgeni lile gari lake linavyoshambuliwa na mawe kabisa. Unajua kusikia hizo story? Unakumbuka vurugu iliyotokea Champions League ile Liverpool na nani ilikuwa Ufaransa ile. Ufaransa mimi nilikuwa Ufaransa mwaka juzi nakumbuka. Na ilikuwa Liverpool na nani walicheza bwana ile mechi mpaka mashabiki waliadhibiwa wa Liverpool. Ilikuwa vurugu kubwa pale uwanja wa Stade Nil pale Paris. Lakini Liverpool wakacheza. Ile mechi ilipigwa. Nafikiri kwenye Champions League pia Dortmund alishakutana pia na ghasia. Dortmund alipigwa mawe pia. Basi ilishambuliwa. Hivyo vitu. Na wachezaji wanajeruhiwa, mchezaji anajeruhiwa kabisa. Yani tunaonyesha picha kwamba mashabiki wamesababisha vurugu hadi mchezaji amejeruhiwa, lakini mechi inachezwa pale pale. Sasa mbona Simba wametuambia sababu ambazo hazi make sense kabisa kuwafanya mechi isichezwe?
Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira tu yametengenezwa kwamba hii mechi isichezwe na bodi ya ligi wakakubali hayo mazingira. Alafu sasa hivi na ndio maana sasa hizi ukitaka kujua kwamba hayo mazingira of course wao wamelichukulia ile tukio, wamelichukulia kwa uzito kidogo, wakitaka nadhani kusema kutocheza walitaka hatua zichukuliwe. Yaani ndio maana hatua zichukuliwe. Kwanza kwa kubaliwa ombi lao la kutokucheza ambao likakubaliwa na bodi saa 6 mchana ambalo kikanuni haikubali. Of course. Lakini likakubaliwa. Lakini la pili ilikuwa ni kushinikiza pia wahusika wachukuliwe hatua ambazo mpaka leo wahusika hazijachukuliwa. Kwa sababu kwa mfano mimi naweza nikawaambia Simba, nyie mnarudi vipi sasa mnasema leo mnacheza wakati hatua hazijachukuliwa. Je, yakienda tena yakatokea yale siku hiyo mnaenda kwa sababu mwenyeji bado ni huyo yakaenda tena kwani kila kosa ambalo linafanyika ili lichukuliwe hatua inabidi mechi isichezwe. Tunasikia hapa saa nyingine sijui kuna timu haijaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo sijui mechi unasikia ripoti mbona mechi umesikia mechi mara unasikia sijui wamepita mlango huu, mbona hawasemi wasicheze mechi alafu hadi watu waharibu. Kama kanuni haielekezi mechi kuvunjika kwa sababu hiyo, huwezi kuvunja. Hata kama ni kosa, tekeleza wajibu wako, cheza mechi alafu ndo mkumbushe. Bwana wewe, kuna mechi moja ilikuwa vurugu kubwa Mwanza, mnakumbuka bwana, Simba na Pamba Simba ile kwamba mpaka mkuu wa mkoa na nini tena ilikuwa ni maswala hayo. Lakini ile mwisho siku waliruhusiwa kufanya, lakini zile furumai zile za kutoa, kwa sababu hata hii inatajwa kwamba baadaye waliambiwa waingie wakawa wamesema hapana, hatuwezi tena. Hata aliulizwa mwalimu, bwana unasemaje, vipi tuingize timu sasa baada ya kutulizwa, kwa sababu baada nini wale walidhibitiwa. Na unajua Maulid, mimi nafikiri mwisho wa siku issue sio barua kile ambacho Simba walikiandika. Hakuna shida yoyote, kwa sababu mwisho wa siku kila mtu lazima atavutia upande wake. Yaani unajua hata wewe unapojaribu kumshawishi mtu utajaribu kutumia kila aina ya sababu ambazo utajaribu kuzitumia ili kushawishi jambo liende upande wako. Shida imekuja kwenye yule aliyeipokea barua. Yaani barua inaonekana imepokelewa kihisia na imefanywa kazi kihisia kuliko kiweledi. Yaani issue ni kwamba ile barua unaweza kaisoma mwanzo mpaka mwisho. Mimi sidhani kama Simba wana tatizo lolote kwenye kuandika barua, kwanza kuanzia kwenye hatua ya kuiandika mpaka maelezo aliyoyaandika yamenyoka. Lazima yatanyoka, kwa sababu wao watakachojaribu kukifanya ni kukushawishi wewe usaidi upande wao. Na ndio maana watasisitiza kwamba hatutofanya hichi, tunataka hawa wachukuliwe hatua. Ni jukumu lako wewe unayeipokea barua kutumia weledi na utaratibu ambao unatakiwa kuusimamia ili kudili na ile barua, kwamba kujua kwamba maelezo yaliyotolewa, adhabu gani natakiwa kwenda kwenye kitu gani, na je msimamo wa kutokucheza, je unaswiji